Watahiniwa 134,390 wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 utakaoanza leo Mei 5 mwaka 2025 na kumalizika Mei 26. Mtihani huo utaanza sambamba na mitihani wa ualimu ngazi ya stashahada Tanzania bara na Zanzibar ambao utamalizika Mei 19 mwaka 2025. Hayo yamesemwa jana Jumapili Mei 4 na Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA Dr. Saidi Mohamed alipozungumza na waandishi wa habari kuhusu mitihani hiyo. Dr. Mohamed amesema mtihani wa kidato cha 6 utafanyika katika shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa wa kujitegemea 245 huku wa ualimu ukifanyika katika vyuo vya ualimu 68. Kuhusu usajili wa watahiniwa, Dr. Mohamed amesema wakati ya watahiniwa wa shule 126,957 waliosajiliwa, wavulana ni 64,581 sawa na 50.87% na wasichana ni 62,376 sawa na 49.13%. Jeshi la polisi mkoani Songwe linawasaka watuhumiwa wawili waliohusika katika tukio la mauaji ya mfanyabiashara Thomas Luchembe Kitima mwenye umri wa miaka 35 kwa jina maarufu la Ngosha. Tukio hilo limetokea Mei 3 mwaka 2025 majira saa 5:10 usiku katika maeneo ya Kaloleni, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Momba, baada ya marehemu kuviziwa akiwa anaingia kwenye gari lake alilopaki mita 50 kutoka dukani kwake na watu wawili ambao walificha nyuso zao kwa vitambaa vyeusi kisha kupigwa risasi maeneo ya kwapa la mkono wa kushoto. Aidha, watu hao walimkaba mke wa marehemu Regina Cosmas mwenye umri wa miaka 27 na kumpora mkoba wake ambao ulikuwa na kiasi cha shilingi 300,000 pamoja na simu, wakiwa na lengo la kujipatia kipato kwa njia isiyo halali. Baada ya tukio hilo, Thomas Luchembe Kitima alikimbizwa katika kituo cha afya cha Tunduma na alifariki dunia akiwa anaendelea kupatiwa matibabu kituoni hapo. Na kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe amechukua fomu ya kuomba ridhaa ya chama chake kugombea tena ubunge Kigoma mjini katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Zito amekabidhiwa fomu hiyo na katibu wa ACT Wazalendo jimbo la Kigoma mjini Idi Adam katika ofisi za chama hicho jana Jumapili Aprili 4 mwaka 2025 na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama hicho ngazi ya mkoa na wananchi walijitokeza kushuhudia tukio hilo. Akizungumza baada ya kukabidhiwa fomu hiyo, Zito amesema kuwa ameamua kugombea tena nafasi hiyo ya ubunge kwa sababu wa mwenendo usioridhisha wa uchumi katika mkoa huo na imani walionayo wana Kigoma kwake, hususan katika kundi la wanawake ambao wanahitaji yeye kuwa mbunge wao ili atetee maslahi ya jamii. Nimechukua fomu leo ili kuomba kuwawakilisha tukakamilishe safari ambayo tulianza mwaka 2015 ikakatishwa na madhalimu CCM mwaka 2020. Tunataka kuianza upya safari ile. Miaka 5 iliyopita imekuwa ni miaka 5 ya kudidimia kwa maendeleo ya jimbo letu na mkoa wetu mzima. Tunataka kurejesha heshima ya mji wetu na heshima ya mkoa wetu wa Kigoma. Ningeweza kusema kwamba imetosha kwa sababu nilishaongoza jimbo la Kigoma Kaskazini kwa dadangu Kiza miaka 10, nimeshawaongoza miaka 5. Ningeweza kusema inatosha, lakini namna ambavyo mji wetu unadidimia, namna ambavyo madiwani waliopora uchaguzi mwaka 2020 wanavyogombana kugombania rushwa badala ya maendeleo ya mji wetu, nikasema hapana. Ni lazima turudi, tuchukue jimbo hili na tuichukue tena manispaa yetu, turudishe neema ya mji wetu wa Kigoma Ujiji. Na mwisho wa news updates, mimi naitwa Abel Kilumbu. News update. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka boda. Manana ni kamoja. Dar es Salaam 99.0. Kampala anytime they keep it locked. Yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tu? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station.
tunawakilisha 93.5 East Africa Radio. Moshi. Together tunawakilisha. Baada ya kulipa bill, kifuatacho. The interview. Haya, tumerudi kuhitimisha na rafiki yetu Onesmo Ole Ngurumo ambaye ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, tukizungumza masuala kadhaa na tumegusia katika maeneo yote ambayo umekuwa ukiyafikiri. Pia kwenye mitandao ya kijamii nimeona wengi wakiandika maoni yao pia. Asante sana Baraka Rabani kupitia ukurasa wetu wa YouTube nimekuona. Asante sana, sema tufuatilia. Asante sana Stefano Masawe